Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuelekea katika uchaguzi wa kumtafuta rais wa shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF. Hii ni kutokana na mvutano mkubwa ambao mvutano huu unaendelea baina ya viongozi wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club na ambaye kwa sasa ni rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia. Note imesababishwa na endorsement. Kumbukwe kuna baadhi ya watu ambao ni maarufu wapo katika klabu ya soka ya Yanga ambao kwa upande mwingine nao pia wapo katika kinyang'anyiro cha kugombea kumtafuta rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, akiwepo Ali Mayaya Tembele, bila kumsahau Mshindo Msola ambaye pia alishakuwa mwenyekiti wa klabu ya soka Yanga, naye pia ni miongoni mwa watu ambao wamechukua fomu kwa ajili ya kuweza kugombea urais wa shirikisho la soka nchini Tanzania. Ili ugombea urais, basi kwa upande mwingine inatakiwa upate endorsement. Sasa hizi endorsement inaonekana rais ambaye kwa sasa yupo katika shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia, amechukua endorsement 46 kati ya endorsement 47. Kwa hiyo wale wengine ambao wanagombea ni mmoja tu ambaye amepata endorsement. Kwa hiyo wengine wanakosa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba yeye ndiye ambaye atakwenda kusimama kugombea iko kinyang'anyiro akiwa peke yake, sambamba na yule mmoja ambaye amepata endorsement moja. Kwa hiyo hili swala limeweza kuumiza sana Yanga Sports Club na kuona kwa nini Wallace Karia achukue endorsement zote, kwa sababu kuna watu wengine nao pia wanahitaji kugombea. Kwa hiyo wangeshare, basi kura ndizo ambazo zitaamua nani atakaye kwenda kuwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, klabu ya soka Yanga Sports Club, kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kuripotiwa, ni kwamba wameweza kumwekea pingamizi na wamewasilisha barua katika shirikisho la soka nchini Tanzania, TFF, kupitia kamati ile inayosimamia uchaguzi kuweza kumuondoa Wallace Karia katika kinyang'anyiro cha kuweza kugombea nafasi ya urais wa mpira wa miguu nchini Tanzania, TFF. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Jemedari Said bin Kazumari, miongoni mwa watu ambao wanafuatilia mambo kwa ukaribu sana, taarifa hii inasemaje? Inasema hivi: Yanga Sports Club wamemweka pingamizi rais wa TFF Wallace Karia. Klabu bingwa ya soka nchini Yanga Sports Club imemwekea pingamizi rais wa TFF Wallace Karia, na pingamizi hilo limewasilishwa ofisi za TFF siku ya leo, likiwa limesainiwa na afisa mtendaji mkuu wao CEO Andre Mtine. Yanga Sports Club katika pingamizi lao wanaitaka kamati ya uchaguzi chini ya mwenyekiti wake wakili Kilomoni Kibamba kumuondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wakiwa na hoja kuu tatu. Hoja ya kwanza, matumizi mabaya ya madaraka kwa kuchukua endorsement 46 kati ya 47. Hoja ya pili ambayo Yanga wamewasilisha, kuanza kampeni kabla ya muda kwa kukusanya endorsement 46 kabla ya tangazo la uchaguzi kutolewa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya TFF wakili Kilomoni Kibamba. Hoja yao ya tatu, wanapinga Karia kugombea mara ya tatu, wakisema ni kinyume na sera ya michezo nchini ambayo inataka vyama vya michezo viongozi wake kukaa madarakani kwa vipindi vitatu vya miaka mitatu, ama miaka mitatu au vipindi viwili kwa miaka minne. Huyo ni bin Kazumari, ameipata taarifa hizi kutoka kwenye chanzo cha uhakika ndani ya shirikisho na kamati ya uchaguzi. Kwa hiyo ameweza kuripoti taarifa hii ambayo kwa upande mwingine Yanga Sports Club wamewekea pingamizi Wallace Karia kuto kugombea nafasi ya urais katika eneo la shirikisho la soka kwa hizo hoja tatu ambazo wameweza kuzeka. Hoja yao kusana sana ni kuanza kampeni kabla ya muda wa uchaguzi wa kuanza kukusanya endorsement hizo 46 kati ya 47. Kwa hiyo wagombea wengine watakosa nafasi ya kugombea, kwa sababu ili ugombee lazima upate endorsement. Kumbukwe kuna sheria ambayo ilikuwa inamruhusu mtu kuchukua endorsement nyingi. Sasa sheria hii ndio ambayo Wallace Karia ameitumia kuweza kukusanya endorsement ambazo zitampa nafasi ya kwenda kugombea nafasi hiyo, kutokana na sheria ambazo zilitungwa mwaka 2021. Kwa hiyo hiki kinachoendelea, Wallace Karia kwa vizuri, lakini ndivyo Yanga wameweka pingamizi kwa sababu kuna wagombea wengine wamejitokeza wakitaka kuchukua nafasi hizo. Kwa hiyo basi kila mtu agane hizo endorsement waweze kupigiana kura kisha mshindi apatikane.
Nini maoni, mtazamo kwa hiki ambacho kinafanywa na klabu ya soka Yanga? Je, ni sahihi sasa kwa Wallace Karia kuachia madaraka? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.